Pia nikukumbushe ni njia zile za kisasa za uzazi wa mpango, zisiwe tena zile za asili. Sawa. Swali zuri. Yaani yeye amesema zaidi ya sindano na vidonge, njia zingine. Njia nyingine. Yeah. Njia nyingine ziko njia za vijiti, kuna kijiti cha miaka 5, lakini kuna kijiti cha miaka 3. Lakini pia kuna kitanzi ambacho mwanamke huaga anawekewa. Na chenyewe kinaweza kikakata miaka 10. Ama kikatolewa wakati wote ule pale atakaposema kwamba anahitaji kupata mimba. Na njia zingine ni hizo sasa, njia za kufunga, either baba afunge ama mama afunge. Lakini faida za nimesema na faida. Faida za uzazi wa mpango ziko nyingi. Tukianza kwa mama yeye mwenyewe ambaye yeye ndo mbeba mimba. Kama mama atapanga uzazi, watoto wakapishana, ni dhahiri kwamba mama kabla hajapata mimba nyingine, mwili wake utakuwa umerudi kwenye hali ya kawaida. Utakuwa umerudi kwenye hali nzuri, via vyake vya uzazi vitakuwa vimerudi kwenye hali nzuri kwa sababu amepata muda wa kutosha wa kupumzika. Kwa hiyo mama huyu pia akiwa na afya njema ana uwezo wa kuweza kushiriki kwenye kazi mbalimbali za kijamii ili kuweza kuzalisha. Lakini pia mama akipangilia uzazi, akitumia uzazi wa mpango, inamwezesha hata huyo mtoto aliyopo kwa sasa hivi atapata muda wa kutosha kuweza kumnyonyesha, atapata matunzo bora. Kama ni kusomeshwa, watasomeshwa kwa sababu wamepishana, kuliko kama watoto wamefuatana karibu inakuwa vigumu hata kuwahudumia. Kwa hiyo mtoto kama mtoto atapata faida zake ni hizo, atapata za upendo wa karibu sababu si yuko mwenyewe. Amekaa miaka 2 yote yuko peke yake, mama ana maudhi mengine ya mimba inamsumbua mara hivi, afa mtoto mdogo. Kwa hiyo mtoto atapata mapenzi ya dhati kutoka kwa wazazi wote, baba na mama, kwa sababu si ndio mtoto alionao kwa wakati huo. Lakini pia mtoto huyu atasomeshwa vizuri, atakula vizuri kwa sababu familia iko ya wastani, wana uwezo wa kuweza kuihudumia. Lakini upande wa baba naye, baba na wewe utapata muda wa kuweza kushiriki kazi za kijamii na za kuzalisha, kwa sababu utakuwa haujalemewa majukumu ya kulea watoto ambao wamefuatana karibu. Na taifa basi kwa ujumla wake litafaidika kwa sababu familia yenu itakuwa ina uwezo wa kuweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Uchumi wa familia binafsi utaboreka, lakini pia uchumi hata wa kitaifa. Hizo ni faida ambazo naweza nikazisema kwa habari ya uzazi wa mpango. Okay. Rafael Innocent kutoka Mpanda Mwamkulu Mkokwa pale anasema, mkakana na swali, je, kama mimi mke wangu amefunga, je, inaruhusiwa tena kufungua uzazi tena? Hapana. Ikishafungwa, akishafungwa kwa operation imefungwa, huwezi ukafungua tena. Kwa hiyo uamuzi ama hatua ya kuamua kufikia kwamba mfunge uzazi kwa njia ya upasuaji, lazima mwe mmekaa, mmejitathmini, mmejiridhisha kwamba sasa watoto mlionao wanatosha, mmeridhika nao na mnataka kufunga uzazi, muendelee kuwalea hao walioko, lakini muendelee na maisha yenu ya kawaida. Kwa lazima pande zote mbili ziridhie, ziwe zimeridhia na zimeweka sahihi, zimesaini kwamba kweli wameamua. Kwa sababu akishafunga, kama ni baba amefunga au kama ni mama amefunga, akishafungwa amefungwa. Okay. Anauliza hivi, ukishafanyia operation kuna uwezekano wa mbegu kuendelea kutoka au ndio unakuwa umemaliza? Asante, ni mule tu tunatembelea. Ukishafungwa umefungwa. Kwa maana ya mbegu ambazo zinaweza zikasababisha kutunga kwa mimba hazitapita tena, hazitakuwepo tena. Yaani hazitapita kwenda kurutubisha hilo yai. Kwa hiyo kama ni baba umefunga, utakuwa umeshafunga. Ndio maana tunasema kwamba lazima wote mwe mmejiridhisha na watoto mlionao kwamba mmefunga. Na tuseme kijana afunge, kwa sababu kijana tunategemea sasa ndio wanaingia kwenye afya ya uzazi kwa maana ya kuzaa. Wale watakaofunga kwa maana wanaume, lazima wawe ni wanaume ambao wameridhika na watoto walionao, na kwamba wameamua kwamba hawahitaji tena mtoto mwingine. Yeye bye bye. Kuna ndoa. Na pia tumbo linauma na kiuno.
by toka Lumka. Maudhi madogo. Sawa. Maudhi madogo yapo, lakini kama maudhi yatakuwa makali ama yatakuwa hayavumiliki, basi kamwone mtoa huduma atakushauri, atakusaidia. Yeah. Okay. Natumia kijiti lakini sijapata siku zangu hadi miezi 6. Je, haiwezi kuniletea tatizo? Hapana. Kutokupata siku haileti tatizo lolote kwa mwanamke. Ndio maana hata wale waliotoka kujifungua walikuwa wananyonyesha wengine miezi ile ya kwanza 6 hawapataji siku zao. Lakini wako kawaida, sio kwamba kutokupata hizo siku inakuletea matatizo yoyote, usianze kuumwa au uanze kujisikia hivi na vile. Hapana. Lakini ni vizuri zaidi kwa maelezo zaidi, kwa sababu kwenye siwezi nikakushauri kwenye radio. Kwa maelezo zaidi na ushauri wa zaidi, fika kwenye kituo kilichoko karibu yako cha huduma, mtu wa huduma atakuhudumia na kukusaidia. Haya. Kwanza unaambiwa habari za Jumatatu mtaalamu. Njema. Anete Hawa anasema nataka kuuliza, mimi na mume wangu tuna miaka 5 hatujapata mtoto. Sijawahi kutumia uzazi wa mpango. Je, tatizo ni mke au mume? Swali limeenda mbali zaidi. Swali limenyoka kwanza. Swali limenyoka, ni swali zuri, ni swali ambalo matatizo ambayo yapo kwenye jamii. Pale awali nilisema kwamba kwa wale ambao wanafikiri kwamba ukitumia uzazi wa mpango ndio unaweza usipate mimba ama upate mimba kwa kuchelewa. Nikasema la hasha, sio hivyo. Kuna watu tu ambao anaweza akawa hajatumia uzazi wa mpango wala nini, lakini akachelewa kupata ujauzito. Kwa hiyo msikilizaji wangu, siwezi nikasema moja kwa moja mwenye tatizo ni nani, kwamba ni wewe mama ama ni baba. Siwezi nikabashiri, lakini ni vizuri ukaenda kwenye hospitali zetu za wilaya hizi. Zina madaktari wabobezi, zina wataalamu wa kuweza kukushauri, lakini kufanyia uchunguzi ili kuona kwamba uweze kusaidika vipi. Kwa hiyo nikualike tu na nikusihi, unaweza kwenda hospitali ya mkoa. Kuna madaktari wabobezi pale wa mambo ya kina mama, watakuchunguza, watakufanyia uchunguzi na kukushauri na kuwapa tiba stahiki. Wakitoa wanapona by King Love kutoka Kasanse, ila wakitoa tu na mimba hapo. Unaona? Nashukuru kwamba wasikilizaji wanajijibu maswali wenyewe. Sababu wengine wanasema akitoa apati mtoto, apati mimba muda mrefu. Sasa wengine akitoa na mimba hapo. Kwa hiyo haya mambo bwana yanategemea hata sasa na Mungu mwenyewe. Anasema Msaka Pesa Seniagela kutoka Ivungwe yuko na sisi muda huu. Kaka Mkakala, kwa heshima, na mimi niseme kwa heshima, naomba tumalize na message 5, alafu baada ya hapo tuje tumalize na hili swali la chanjo, kisha tuweze kuondoka humo ndani. Na nakumbuke pia tuliahidi kwamba tutaruhusu pia simu hata 6 au 7 hivi. Basi ngoja niruhusu message 3, alafu tupokee simu 6. Anasema sijawahi kutumia kinga ya aina yoyote hadi sasa, ni miaka 7. Sijaenda siku zangu. Nimetumia sana dawa. Je, nifanye nini tena ili niwe kama wanawake wenzangu? Naumia sana hadi sasa. Mwanangu wa kwanza ana miaka 10. Sina mtoto mwingine tena. Miaka 7. Hajawahi kwa kweli kupokea mshahara. Alitumia uzazi wa mpango. Hajawahi kutumia pia. Lakini hajapata mtoto. Hajapata. Alipata tu mtoto huyo wa kwanza na miaka 10 sasa. Yeah. Baada ya hapo hata siku zake tu azione. Hayo ndio anasema mambo ya Mungu. Hizo ni sehemu sawa, ni changamoto mwenzetu amepitia, lakini ni sehemu tu ya shuhuda kwamba uzazi wa mpango sio unaofanya kwamba mtu asipate mimba. Mwenzetu hajatumia uzazi wa mpango, lakini amekaa hiyo miaka yote 7 hajapata mtoto mwingine. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.